Alikuambia sisi. Alikuja hapa kwenye gereza kama mgeni kutembelea wafungwa, lakini ziara yake ikazua baha. Mizigo aliyokuwa nayo ikifichua mengi. Kwanza zilikuwa tu sabuni za vipande machoni mwa askari wa gereza. Zilikuwa kwa hali ya kawaida. Sasa tukaanza kuzifanyia search. Tukazikatakata. Na kilichopatikana kiliwacha wengi vinywa wazi, kwani vilipuzi vilipatikana ndani ya sabuni hizi. They found some stacked substances which looked like can powder. Na baada ya yote haya kubainika, msichana kakana kuwa na ufahamu kuhusu vilipuzi hivi. Ona sababu ndio wanakujua full names yako. Walijua through ule ndiye aliwapatia mimi au akapatia ule. Au unajua walinijua kwa nini? Ndio tunajuana. Lakini walikuwa wanamfungwa mwingine. Mwenye shatoka. Huyo ndio alikuwa babangu. Sasa wakati nilikuwa na visit wakiwa pamoja babangu mdogo. Sasa yeye ndiye alipatiana everything. Sasa mimi kama msamaria mama venye alipewa, nikamwambia niwachukulie mzigo niwapatie. Nikijua tu ni sabuni, kumbe wako na vitu. Kuozo ndani ya gereza hili ukijitokeza. Wakanipigia simu, wakatumia pesa same people. Walikupigia simu through which hata saa 7 leo si tumeongea nao. Ni vilipuzi vilivyohatarisha maisha ya takriban watu 3,000 ndani ya gereza hili endapo vingetumika, swala ambalo limeonekana kughadhabisha maafisa wa idara hii. The lady has been arrested. The prisoners also who are serving life sentence will also be charged afresh for the possession of these substances. Lulu Hassan, Citizen Nipashe.